Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu za kimataifa. Na muda huu utasikia taarifa kuhusu kauli ya Donald Trump ambaye amesema ya kwamba Ukraine lazima ipoteze maeneo yake kwa Urusi. Kwa nini? Imekuwaje? Basi pia utasikia hapa alichozungumza Donald Trump ya kwamba Ukraine hakuna budi kupoteza maeneo yake kwenda Urusi. Ukraine itapoteza baadhi ya mali yake kwa Urusi baada ya mzozo huo uliodumu kwa muda mrefu. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema Oktoba 19 kuhusu taarifa hii. Donald Trump aliyasema hayo alipozungumza na mtangazaji wa Fox News Maria Bartiromo, hasa alipoulizwa ikiwa inawezekana kumaliza uhasama kati ya Moscow na Kyiv bila kuchukua mali muhimu kutoka Ukraine. Trump alisema kwamba Kyiv ingelazimika tu kufanya makubaliano fulani kama aina hiyo. Sawa, Rais wa Urusi Vladimir Putin atachukua kitu, akimaanisha walipigana na ana mali nyingi, akimaanisha ameshinda mali fulani, Trump amesema. Wakati Kyiv pia imekataa mara kwa mara kutoruhusu kabisa mazungumzo yoyote ya eneo. Moscow pia imeelezea kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine kutoka mikoa mipya ya Urusi miongoni mwa masuala muhimu yatakayotatuliwa ili kuleta amani ya kudumu baina mwa nchi hizo. Trump pia ameashiria kuwa bado anafikiria kusambaza makombora masafa marefu ya Tomahawk yaliyotengenezwa huko nchini Marekani hadi Ukraine, ambapo uwasilishaji wa uwezo makombora hayo ulikuwa kati ya mada kuu za mkutano kati ya Trump na Volodymyr Zelensky katika wiki iliyokwisha kupita. Lakini hata hivyo, rais wa Marekani alijiepusha kabisa na kuahidi kutumia silaha yoyote, akisema haingekuwa rahisi kuipa Kyiv silaha kama hizo. Trump amesisitiza msimamo wake ya kwamba Washington tayari imeipatia Kyiv silaha nyingi wakati wa mzozo na haiwezi kukabidhi silaha zake zote kusaidia jeshi la Ukraine. Pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kwa mazungumzo na Urusi, lakini tu baada ya kusitishwa kwa mapigano katika mstari wa mbele wa sasa. Zelensky amesema ndiyo na kubali ikiwa wanataka kusimamisha vita hivi na kwenda kwenye mazungumzo ya amani kwa haraka na kwa njia ya kidiplomasia, wanahitaji kusalia pale wanapokaa, na ameongeza kuwa Kyiv haipaswi kusalimisha eneo la ziada kwa nchi ya Urusi. Zelensky amesema yuko tayari kwa mazungumzo katika muundo wowote, nchi mbili pande tatu, lakini mara tu mapigano yatakaposimamishwa, si chini ya makombora, si chini ya ndege zisizo na rubani, amesema alipoulizwa ikiwa atashinikiza mwaliko wa mkutano wa kilele uliopangwa wa Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Budapest nchini Hungary, ambapo alijibu kuwa yuko tayari kabisa. Pia kiongozi huyo wa Ukraine amethibitisha kuwa Trump hadi sasa amekataa kabisa kuipatia Ukraine makombora masafa marefu aina ya Tomahawk ili pia kushambulia ndani kabisa mwa nchi ya Urusi.